Mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia Chama cha Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, amesema serikali inakusudia kuwa na wawekezaji mkubwa katika eneo la hoteli ya Bwawani katika awamu ijayo. Akizungumza na wakazi wa jimbo la Malindi katika kampeni za uchaguzi wa rais, Dr. Mwinyi amewahakikishia wananchi kuwa eneo hilo ni muhimu kwa uchumi na utalii wa Zanzibar, hivyo serikali inakusudia kufanya maendeleo makubwa ya mfano katika eneo hilo. Hoteli ya Bwawani, anasema hapa lazima kuna uwekezaji unaoendana na hadhi ya eneo hili. Nataka nikubaliane na wewe pia kwa hili. Washakuja watu wengi wanasema wanataka kuwekeza, na mtu anakuja hapa nakumbuka anasema mimi nina dola milioni 3, mimi nina dola milioni 10, naambia kwa hiyo wala usitaki kuzungumza na wewe hapa. Nataka uwekezaji hapa, nataka mandhari ya hapa kote ibadilike kwa sababu ya uwekezaji kubwa. Eneo hili ni muhimu sana. Hakuna eneo sasa hivi Zanzibar ambalo ni muhimu kibiashara kama hapa Bwawani, kwa sababu baharini, lakini vile iko ndani ya Mkopo, karibu na Mkopo. Maana yake ni kwamba lazima tupate uwekezaji mkubwa, na mimi nawaambia Mwenyezi Mungu atuweke tuvuke kwenye uchaguzi, mtaona kitu kitakachokuja hapa. Dr. Mwinyi akazungumzia kuhusu mji mkongwe. Hizo zote zilizotajwa hapa, tumeanza kufikiria kwamba tufike wakati gari za kawaida zisiingie za umeme tu, kupunguza ile vibration ambazo zinaweza zikakusha zile. Hayo yako njiani na watu wanaweza wakadhani labda tunasema tayari tumeshaanza kuweka mikataba ya uletaji wa mabasi ya umeme hapa. Nataka kusainiwa baada ya siku chache sana mabasi ya umeme. Tunajenga pale kwenye kilichokuwa kiwanja cha mpira cha Malindi paki kubwa pale kwa ajili ya mabasi hayo, lakini kwa ajili ya zile tunaita electrical vehicles za kuingia mji mkongwe, kuondoa magari makubwa yenye vibration kubwa ndani ya mji mkongwe. Na ikihama baadaye, maanake hata malori ya kubeba makontena yatakontena hayaingii kabisa mji mkongwe. Kwa hivyo mpango wa kutengeneza mji mkongwe huko. Mgombea huyo wa Chama cha Mapinduzi alifanya ziara na kuzungumza na makundi mbalimbali katika kampeni yake hiyo, wakiwemo vijana wa Makachu, wa Forozani na kwa kweli niseme jambo moja, mmeitangaza sana nchi yetu kiutalii, kwa sababu utalii ndio sekta mama ya uchumi wa nchi yetu. Basi kama serikali tuna kila sababu ya kupungiani mkono ili muendelee kuitangaza nchi. Niwashukuru wale wote ambao tayari wameanza wanatoa misaada kwenu, akiwemo Mheshimiwa Baa hapa, tunamshukuru sana. Tunaomba kura zenu, tuirudi tena madarakani, tufanye mambo makubwa zaidi, tujenge nchi yetu, lakini bila kusahau kuhakikisha kwamba maisha yenu yanakuwa bora zaidi. Kutembelea bustani ya Africa House iliyofanyiwa uwekezaji mkubwa, pamoja na kutembelea jengo la klabu ya muziki wa taarab ya Culture ambalo limefanyiwa matengenezo makubwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na kuwasisitiza wanachama wake kuendeleza kazi muhimu ya kuinua vipaji katika muziki wa taarab hapa nchini. Transport tutakuwa tuna aina 3: mabasi yanayotumia umeme, teksi za baharini, pamoja na treni ya kutoka Malindi mpaka Bububu au Chuini. Sasa ndugu zetu hawa, watani zetu, wanabeza mambo haya, lakini leo tumefika kwenye hii inaitwa Garden ya Africa House. Tumempa mwekezaji, amepatengeneza, pamekuwa pazuri, watu wanaweza kukaa hapa, lakini vile vile kuna jeti inakuja. Hiyo jeti si ya kutengeneza hapa, inatengenezwa huko. Ikifika hapa inafungwa. Ikishafungwa hapa
hizi teksi mlizoziona boti hizo zitaanza kufanya safari. Kwa kuanzia watakuwa wanapeleka watalii kwenye visiwa vidogo vidogo, lakini nimempa huyu bwana kazi ya kwamba tutatengeneza maeneo mengi, kuwe kuna garden na mikahawa kama hii, lakini kuwe kuna jeti. Kwa hiyo katika nchi yetu itakuwa ukiwa mathalan huko Mazizini, unaweza ukatoka Mazizini mpaka hapa kwa boti, una haja ya kuja na gari. Kwa hiyo bado tunawasihi kwamba lengo la serikali ni kuendelea kuyatengeneza majumba ya Kikongwe yadumu miaka mingi zaidi, lakini wakati huo huo yawe yanatisha. Sasa nyinyi kuna kazi moja mnaifanya, sisi tunataka isise kazi ya kutengeneza vipaji vya muziki katika nchi. Mfundishe watoto vijana wetu. Nyinyi mkizeeka basi kuna vijana wanafanya kazi hizi. Na mimi nimeambiwa hapa ni kwamba moja ya mambo yanayokusudiwa katika jengo hili ni kuendeleza vipaji vya vijana katika fani hii ya muziki wa tari. Jambo hilo ni la msingi sana, na nataka niahidi kwamba serikali itakuwa tayari kusaidia ili kuweza kuifanikisha hili. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.